you have no mercy, you cannot give mercy. Na kisima kikitauka, wale wengine wote ambao wanakutegemea watatauka. Itakuwa kama sisi tunalia kwa sababu ya mtu fulani ambaye ameziba ama ameblock maji kuja na mama tunaenda kuteremka kutoka kwake na kufikia wale wengine. Itapeleka basi hata baba wa nyumbani atakaukiwa na kisima hiki. Hata kama familia iko wapi, watakula nini, watafanya nini, kwa sababu ya mambo yake anajifikiria yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata vikundi vyetu vya kanisa ukikaukiwa, wale wengine wanakaukiwa na ili kwamba pengine wataendelea vyema kwa sababu wewe haujali kama wataendelea vyema ama wasio vyema. Sijali. Hata pengine kwa kapteni alikaukiwa, hata jani pengine nendaki na mwishowe wimbo unaanguka, na mwishowe hakuna utaratibu, na mwishowe hakuna utamu katika kumsifu Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Taifa la Mungu, Ezekieli amesimama katikati. Anakuambia hivi, anaona kisima kizuri kinatoka katika moyo wako. Na ni Mungu alianzisha na ni lazima aweze kukamilisha. Kisima hicho kile ndicho chini ya baraka kwa wale wengine ambao unahusika nao hata kama ni nyumbani kwako. Kisima hicho kile ni wambambani kwa hapa wakademu ambao wakisimama wale wengine wote wanapata neema na uhai wa kuishi katika maisha ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tuseme amen. Mungu zetu azidi kutubariki katika maisha yetu. Ezekieli alituambia yale maji yanakuwa yanastahili kutoka kwako ni maji ambayo ikigusana maneno yako, ikigusa mtu matendo yako, ikigusa mtu huyo anatoka hapa. Anaishi tena kwa sababu alikuwa amekufa. Anakuwa na matumaini na inakuwa kwamba anakutegemea wewe siku kwa siku kwa sababu maji yale yako hai. Usipungue na usipunguze kwa sababu sio wewe unaifanya itimilike, lakini ni Mwenyezi Mungu ambaye anaishi ndani mwako, anatenda mema na anajisifu katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tujali nyoyo zetu ziko vipi. Kristo atawala. Kisima hiki kisikauke, kwa sababu kikikauka wengine watakosa neema. Yesu Kristo anatuambia hivi, yeye wakati ama niulize swali sahihi, Yesu akija aingie katika moyo wako sahihi, anataka nini? Ni nini atapata pale ndani? Katika safari yake Yesu Kristo kuingia siku ya leo, anaingia hekaluni. Alikuwa na matarajio ya kukuta kitu fulani kitendeka katika hekalu. Ndipo sasa nauliza, akiingia moyoni mwangu saa hii atakuta nini? Yeye aliingia akiwa na matarajio, akiingia hekaluni atakuta watu wakiomba, atakuta watu wakimwabudu, atakuta watu wakiomba msamaha, atakuta watu wakimsifu Mwenyezi Mungu. Lakini wakati aliingia hekaluni alikuta ng'ombe wakiuzwa kule, alikuta mbuzi wakikula ndani, alikuta
sio nyumba yenu, hii ni nyumba yako. Na mimi ni nani? Mimi ni Mungu Yesu Kristo, ambaye tunalinganisha naye na Ezekieli usemi wake kwamba ni hekalu jipya ambaye anatiririka mema yote, na wakati wote maneno yake na matendo yake ilikuza wengi ambao walikuwa wamekauka wakapata kuhai. Ndipo Yesu Kristo anawakuza ili aweze kuondoa uchafu wote ambao uko katika hekalu hili. Na kwa sababu siku ya leo Yesu anasema, nataka kuja kwako, lakini nimeshindwa kwa sababu kondoo ng'ombe wako pale, angalia ng'ombe ndio wanaishi. Hakuna utaratibu wote, hakuna mpango wote, ni kwamba ni kelele ziko pale, mambo mengi yako pale. Ndipo Yesu akasema, nitawaondoa ninyi wote na niweze kuosha kukwezi ama kutakasa hii hekalu, na iwe hekalu la Mungu. Ni hekalu letu tulizunguka gerasi, soko zimejaa. Hata wakati mwingine katika kanisa, pengine unajikuta mawazo yako yako katika soko, mawazo yako yako katika nyumbani. Hayo ndio Mungu anasema kwamba hayahitaji, kwa sababu yeye anataka kuchukua nafasi katika moyo wako ili aweze kutawala na uwe ukiteremsha baraka zake Mwenyezi Mungu na kuishi katika amani. God is good. Yesu Kristo anataka kuzindua. Na zaidi sasa tutakuta katika nyoyo zetu kuna mambo mazito ambayo yako pale ndani. Yesu akupata kutoka na ndiposa anaanza kuangusha siku ya leo, kuangusha meza, kutengeneza kiboko, kuondoa mawazo kama yale. Kuna soko ya Mungu katika mioyo yetu, kuna soko ya kuhudumia katika mioyo yetu, kuna soko ya kusameheana katika mioyo yetu. Hizo ndizo ng'ombe, mbuzi ambazo ziko katika mioyo yetu. Yesu Kristo anataka kuitoa siku ya leo. Na zaidi ya yote, hata sio kwa soko, walikuwa wamepata store. Angalia vile tumefanya mioyo zetu kuwa store, pale ambapo tukaweka ugomvi wa miaka na miaka store, na ukiwa kuna kitu kitakufanyika. Ugomvi ni wewe utakula, lakini sio yule ambaye pengine unampenda. Ugomvi unakuumiza wewe. Angalia store yetu tumeweka kusameheana, na usiwe msamehe mtu wewe ndio unaumia, wewe na upende kusameheana kwa miaka na miaka. Kila wakati unawaza na kuwa na moyo uzito katika moyo wako, unaweka mambo mengine ambayo inakufanya usiwe na amani. Hapo ndipo Mungu wetu anapokuja siku ya leo, na anasema hivi, watanimalizie kutumia maneno ya amani. Tunafikiria leo ukisoma Hagai 1-7 inasema, hebu tufikirie vizuri watu wa Mungu. Hebu tuangalie maisha yetu mara ya pili. Hebu tuangalie tunaishi na uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Hagai anasema, hebu tuangalie vile tunavyofanya mambo siku ya leo. Na anasema, tunafanya na hatukui. God is good. Nijakakwambia, tuangalie, tujiulize vizuri, tufikirie vizuri na Mwenyezi Mungu. Tuangalie maisha yetu siku ya leo. Tunapata na hatukui. Tunavaa nguo na bado tunapata baridi. Tunakula chakula na hatushibi. Tunafanya kazi lakini hakuna maendeleo. Tunapata mshahara na inaingia mifuko ambayo imetokoka. Tunafanya haki, nini kinaenda vibaya? Ndipo sasa nasema tujiulize. Lakini nimwambia, nimetambua siri watu wa Mungu, taifa la Mungu wa Israeli. Nimekuja kugundua kile ambacho tumesahau ni hekalu la Mwenyezi Mungu, na sio hekalu nyumba, hekalu letu.